Mimi nikiwa gavana ya Bungoma, ukifika hospitali kama umevunjika mguu ama mkono, kama daktari anahitaji picha, anakuweka mwenyewe kwa ambulance, anakupeleka mahali wanapiga picha, anarudi na wewe hospitali, anaendelea kukutibu. Kama namna gani? Wewe kazi ya mtu mwenye mgonjwa, kazi yake ni kutoa mgonjwa nyumbani kumfikisha hospitali. Kumfikisha hospitali, daktari ndio mwenye kuamua. Kama hakuna picha, atafute picha mwenyewe, apeleke mgonjwa apigwe picha. Kama madawa hakuna, mwenyewe atafute madawa ya kuhudumia yule mtu. Akitaka atibu yule mgonjwa kama amesimama, hiyo ni mwenye kuamua. Akitaka kumtibu kama amelala, ameangalia chini ama ameangalia juu, hiyo ni daktari mwenyewe mwenye kufanya namna gani? Biashara ya mwenye kupeleka mgonjwa hospitali ni bora umfikishe hapo. Kazi yake itakuwa imeishia pale. Muelewana? Kwa hii maneno ya shule, unajua watu wa Bungoma wote, hakuna mtu ya Bungoma ambaye yako na, watu wengi wa Bungoma hawana pension ya serikali, ambao pengine wanasema ati wakistaafu wataweka, watafute pesa ya bima wakuja waweke. Watu wa Bungoma wengi wanategemea pension yao ni watoto yao ambao wako shule. Mimi nimeonesha ukakamavu wa kutumia pesa ya serikali ya kujenga mashule. Mimi ndiyo mbunge peke yake Kenya. Nimekuwa mbunge sasa miaka ya kwanza 5. Mimi ndiyo mbunge peke yake Kenya ambayo nitakuwa nimehudumu miaka 10 kama mjumbe. Shule yangu yote ya primary, hakuna shule itakuwa na mabati mzee, hakuna shule itakuwa haina tiles, kila shule itakuwa na kabro. Hiyo vitu yote mzee nimeondoa na kuweka shule ambayo ni ya sawa sawa. Kitu kazi ya walimu ya kufundisha watoto wapite mtihani, wakuwe watu wakubwa kule mbele, ndio wasaidie wa mama zao ambao wamepeleka ambao wamewapeleka shule. Mimi nataka msikuwe na wasiwasi. Wale wapinzani wangu wamenifahamia, wanafikiria mimi ndio governor mwenyako kwa kiti. Hawezi maliza mkutano yao bila kutaja Didmus Wekesa Barasa. Ni kama shetani amewaonesha mwenye kupita hii kiti ya governor mimi Didmus Wekesa Barasa. Lakini hata wakipanga hawezi nishinda. Nitawashinda mapema na asubuhi. Utakuwa unalia kwao nyumbani. So mimi leo na wa commission, nyinyi mkuwe ma agents wangu, mkuwe mawakala wangu wa kunitafutia kura hapa Bungoma. Mimi mwenyewe mpaka leo kurudi nyuma sijakuwa nikifanya campaign ambayo inaweza ita campaign. Sasa campaign naanza siku ya leo kwenda mbele. For avoidance of doubt, I have not been campaigning. Today, I officially launch my campaign to be governor of Bungoma. From tomorrow, kuanzia siku ya kesho, you will see a complete Didmus Wekesa Barasa. Kama nilikuwa nafanya campaign tuna gear tu, wale walikuwa wanalia, wanahangaika, na nikiengage gear 4, si watakuwa wagonjwa. So nyinyi munisaidie tutembee pamoja na wale marafiki zangu wote ambao nitatembea na wao. Yule wa kutaka MCA mchakue wale ambao utatembea na mimi. Ndio injili iendelee mbele mzuri, pastor, assistant pastor, deacon, mpaka wale ambao wanaokuta sadaka wote wanakuwa wa imani moja. Kama namna gani? Hata kama watakuwa wagumbavu kiasi gani, mimi nikiwa governor nitaweka kichwa yangu kwa meza, kia akili yangu mzuri, kila mtu kiongozi atatumia kwa manufaa ya watu ya Bungoma ya kwenda mbele. Mtasimama na mimi? Ndio tushirikiane kwenda mbele. Hata huyu rais wetu William Ruto, unajua rais inategemea vile wewe kama kiongozi unapangana na yeye. Rais ni mtu mwenye kutafuta rasilimali ya nchi ya Kenya, alafu anaweka kwa meza, anagawa. Mimi vile nilikuwa nimetumwa na watu ya Kimilili kwenda kwa serikali, kazi ambayo nimeenda nikichukua nileta hapa inaonekana.
Nitafuta shilingi milioni 80 nikajenga huduma center. Wiki ijayo itakuwa inafanya kazi. Nimetafuta pesa ya kuweka lami barabara zangu zote hapa. Natafuta pesa ya kuunda mashule. Nimeongeza walimu wale ambao wameajiriwa na Teacher Service Commission hapa, na hiyo ni kazi ambayo wananchi wa Kimilili wanituma kwenda kufanya, and I am confident watu ya Bungoma, mkinipatia nafasi ya kuwa gavana yenu, nitatumia ule ushirikiano to advance the interest of the people of Bungoma. Mtanisaidia? Yes. Munifanyia campaign? Yes. Tuende mbele? Yes. Kwa sababu mvua inakuja, sitaki watu wanyeshewe na mvua. Mimi nitamalizia hapa na